Basi imempendeza Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu aliyeziumba mbingu hata nchi, siku ya leo nizungumzie kuhusiana na maisha yangu ya kale. Yaani huu ni ushuhuda kuhusiana na maisha yangu halisi, vile nilivyoishi katika siku zangu za nyuma mpaka hapa mahali ambapo Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo amenifikisha kwa rehema zake na uwezo wake. Kwa majina naitwa Anna Kinyi Odhiambo. Nimelelewa katika familia ya mama na baba. Mama akiwa ni mwendaji wa kanisa, lakini baba hakuwa anaenda kanisani. So mara nyingi mama alipokuwa anaenda kanisani, kipindi hicho bado umri wangu ni mdogo, nilikuwa nimezoea kwenda kanisani na mama ananichukua niende naye kanisani, kwa sababu kulikuwa na wadogo zangu ambao mara nyingi nilikuwa wako chini ya uangalizi wangu, tukiwa tumeenda kanisani na mama. Hayo ndo maisha yangu na nililelewa nikiendelea hivyo na hayo maisha. Lakini nilivyozidi kuvuta umri kidogo, nilijiingiza katika dhambi nyingi sana za katika maisha yangu. Nilijiingiza katika dhambi nyingi sana ambazo sikujua kwa wakati huo kwamba zinamchukiza Mungu. Nilikuwa katika chuki, nilikuwa katika kutosamehe mtu yeyote akinikosea simsamei, nilikuwa katika wivu, nilikuwa katika fitina, nilikuwa katika hasira, nilikuwa katika faraka, nilikuwa katika uzushi, na nilikuwa katika uongo pia. Na dhambi moja ambayo nimewahi kufanya ambayo ni kubwa zaidi, licha kuwa zile zingine pia ni mbaya zaidi mbele za Mungu, ilikuwa ni uuaji. Nimewahi kutoa mimba, kuavya mimba nikiwa tu na umri ambao si mkubwa. Niliwahi kupata ujauzito, nilifanya tendo la zinaa na nikapata ujauzito. Na katika huu ujauzito, kwa sababu ulikuwa bado naenda shule, ilibidi nitoe ule ujauzito ili niendelee na shule. Kipindi hicho nafanya mambo hayo, sikufahamu kwamba namkosea Mungu. Licha kuwa nilikuwa naenda kanisani, lakini sikufahamu kwamba nafanya mambo ambayo hayafai mbele ya Muumba wangu. Na niliendelea tu na hayo maisha, hata licha baada ya kuwa nishaavya mimba, bado niliendelea na tendo la zinaa. Bado nilienda tu kufanya tendo la ndoa mahali alikuwa hakuna ndoa. Kipindi hicho singeweza kupata ndoa kwa sababu nilikuwa na umri mdogo. So niliendelea tu na maisha hayo machafu ya zinaa. Nakumbuka katika familia yangu mama yangu alikuwa anapenda kukaribisha wageni. Walikuwa wanakuja kwetu wageni wa mama. Lakini hawa mama walipokuwa wanakuja nyumbani, hawakuwa wamama ambao walikuwa wanafanya biashara halali mbele za Mungu. Walikuwa wanafanya biashara haramu. Walikuwa wanauza bangi. So wakiwa pale nyumbani, mara nyingi kipindi hicho nasoma, wengine wangeweza kunipa zile bangi niende nikauze shuleni, na zingine ningeweza kuchukua tu pia bila ruhusa zao niende nikauze shuleni. Hayo yalikuwa maisha yangu na sikuona ubaya wowote nilipokuwa naendelea na ule uchafu ama na zile dhambi. Na niliendelea tu na hayo maisha, bado nikaendelea na zinaa na nikaendelea tu na maisha machafu na maovu namna hiyo. Na nilipofikisha umri wa miaka 21, nilipatana na mtu, tukafanya tendo la zinaa na nikapata ujauzito. Na mtu yule akanishauri tukae pamoja. Licha kuwa alikuja kwa wazazi wangu, kwa mzazi wangu mmoja ambaye ni mama, lakini hakuhalalisha ile ndoa na hakuhalalisha huo uhusiano. Licha kuwa alikuja pamoja na baba yake, lakini hakuna mahari yote ilitolewa, ilikuwa ni mazungumzo tu. Na nilipokaa naye nikazaa yule mtoto, baada ya miezi au baada ya mwaka mmoja na miezi kadhaa, yule bwana aliniacha na huyo mtoto wa mwezi mmoja. Huyo mtoto wa mwaka mmoja na kama miezi miwili.
aliniacha na yule mtoto, na ikawa maisha yangu tu ni ya kuhangaika na yule mtoto, na bado niliendelea tu katika tabia zangu ambazo hazikufaa. Bado niliendelea tena katika zinaa nje, kwa sababu baada ya kuachana na yeye niliendelea katika zinaa nje, nikaendelea katika kutumia family planning, upangaji wa uzazi, licha kwa nilikuwa sina bwana, lakini nilikuwa napatana na wanaume wengine wa nje, na nikaendelea pia kutumia mipira ya kujamiana. Ikawa hayo ndio yakawa maisha yangu, hayo maisha machafu ndio yakawa ni maisha yangu. Ikawa sina mume, lakini nashiriki tendo la ndoa mahali hakuna ndoa. Ikawa nafanya zinaa, ikawa natumia mipira ya kujamiana, ikawa natumia family planning, na hayo maisha yakawa yangu. Mambo mengi yalitendeka katika maisha yangu, maana licha ya mambo yote sikuwahi jua kama niko chini ya hasira ya Mungu. Baada ile ndoa kuvunjika, maisha yangu yakawa tu ni ya zinaa na maisha machafu zaidi, na kuwa hata na marafiki ambao si wazuri, ambao walikuwa hawanishauri vipasavyo. Zaidi ya yote nilikuwa na dhambi nyingine ambayo pia ni hatari zaidi, nilikuwa naifanya kutoheshimu wazazi wangu. Sikuwa na heshima kwa mama yangu mzazi, na hiyo iliinua hasira ya Mungu zaidi katika maisha yangu, licha ya kuwa sikuwahi kujua kama niko chini ya hasira ya Mungu. Niliendelea na mihangaiko yangu, na baada ya muda nilipata ushauri kwa wenzangu kwamba nisafiri niende nchi za nje kwa ajili ya kufanya kazi ili nijisaidie pamoja na huyu mtoto. Mungu alinisaidia tu kwa rehema zake, nikaenda nchi za nje kufanya kazi. Lakini kwa sababu nilikuwa chini ya hasira ya Mungu, kwa kuua, kwa kutoheshimu wazazi, kwa kuuza miadarati, kwa chuki, kwa wivu, kwa hasira, kwa maneno machafu, kwa masengenyo, kwa magombano, kutukanana, ilisababisha Mungu aliruhusu nikavunjika mguu. Baada ya tu kuenda katika nchi za nje, nilikuwa nimeenda Libya. Baada ya tu kuenda Libya, nikakaa kama miezi miwili, nikavunjika mguu. Ilibidi nirudi Kenya bila hata sumni na maumivu kama nimevunjika mguu. Niliporudi Kenya, mguu ule ulinihangaisha pasipo kujua kama niko chini ya hasira ya Mungu. Ulinihangaisha kwa dhiki, ulinihangaisha kwa maumivu, na nikawa natafuta matibabu na zile pesa kidogo nilikuwa nazo. Nilitafuta matibabu, na kwa sababu nilikuwa chini ya hasira ya Mungu, Mungu hakuruhusu nikae kwa amani, maana nilikuwa na maumivu makali na mazito. Na mguu ule ulishikwa karibu na madaktari kama 13 hivi au 14. Hawakupungua chini ya 14, 13 ambao waliushika, na ilifikia kiwango paka nikashauriwa tu na wenzangu wale waliokuwa karibu na mimi kwamba kuna uwezekano mtu amekufanyia uovu, mtu amekuroga, inastahili uende kwa mganga uangalie ili utibiwe. Hakika nilichukua huo uamuzi, nikaenda kwa mganga. Zaidi ya mganga mmoja, walikuwa kama waganga wawili. Na licha hayo mambo yote bado sikupata matibabu, ilikuwa ni maumivu juu ya maumivu. Baada ya hayo maisha, nilikuja nikapatana na Injili kwamba nimwamini Yesu Kristo, amechukua dhambi zangu zote na amenisamehe sasa hata milele. Nilikuja nikapatana na hiyo Injili na nikashikililia hizo ahadi za Mungu. Lakini licha kuwa nilikuwa nimeshikilia hizo ahadi za Mungu, bado niliendelea tu katika maovu, bado niliendelea katika kufanya tendo la ndoa mahali hakuna ndoa. Bado niliendelea na chuki na wivu na fitina na faraka. Bado niliendelea tu na kutosamehe. Bado niliendelea tu na kutoheshimu wazazi wangu. Bado tu niliendelea tu na tabia zile chafu. Licha kuwa nilikuwa nimeingia sasa katika kanisa, lakini bado singeweza kushinda dhambi, hata licha kuwa nilikuwa nimeshikilia imani ile. Injili ile ilisababisha nikawa ninajua maandiko mengi sana, lakini maandiko haya hayakunisaidia
kushinda dhambi. Bado nilikuwa sina nguvu ya kushinda dhambi, maana bado nilikuwa kwa masturbation, punyeto, bado nilikuwa kwa chuki, bado nilikuwa kwa wivu, bado nilikuwa kwa fitina, bado nilikuwa kwa faraka, bado nilikuwa kwa uzushi, bado nilikuwa kwa dhambi nyingi sana, hata za kutumia kinga katika kujamiana mahali hakuna ndoa. Bado nilitumia family planning. Kwa hiyo hata licha ya kuwa nilikuwa ndani ya neno la Mungu, nilikuwa katika neno la Mungu, nilikuwa nikishikilia ahadi za Mungu, lakini sikuwa na nguvu ya kushinda dhambi, sikuwa na nguvu ya kushinda dhambi. Nakumbuka nikiwa nimeshikilia hii imani tu, nilienda katika ubatizo, na katika hiyo siku ya kwanza ambayo nimeenda ubatizo, katika hiyo siku haikupita masaa kama 5 nilijikuta nimeanguka katika usherati, tena na bwana wa mtu. So ikawa licha kuwa najua maandiko mengi ndani ya akili, lakini sina nguvu ya kushinda dhambi, na nilikuwa najitetea kwamba nimeokoka. Niliendelea nayo maisha, na hukumu za Mungu bado ziliendelea katika maisha yangu, maana kila jambo ambalo nilikuwa nalifanya Mungu hakuruhusu lifanikiwe. Kila jambo ambalo nilikuwa nalifanya kama mwanadamu, Mungu hangeweza kuliruhusu lifanikiwe kwa sababu ya maisha yangu ya kale. Nakumbuka siku moja nilikuja nikapatana na injili moja. Watumishi fulani wakaja wakaniuliza, "Umeokoka?" Kawaambia nimeokoka, naamini nimeokoka, na nikaonyesha vitabu. Lakini waliponionyesha asili yangu katika Zaburi 51 mstari wa 5, nilijikuta kweli mimi nimezaliwa katika uovu. Mimi nimezaliwa nikiwa tu mwenye dhambi. Wakaja wakanionyesha asili yangu katika Wagalatia 5 mstari wa 19. Nitasoma Wagalatia 5 mstari wa 9 mstari wa 19 vile inasema, wakaja wakanionyesha andiko hilo, na hakika waliponionyesha andiko hilo nilikuwa bado najificha nikisema ya kwamba nimeokoka, lakini ilikuwa tu ni mawazo yangu na akili zangu ambazo zilikuwa zinanionyesha hivyo. Waliponisomea Wagalatia 5 mstari wa 9 ambayo inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya. Wakaniambia hawa ni watu ambao hawaingii mbinguni. Wakanitajia usherati, wakanitajia uchafu, wakanitajia ufisadi, nikaona ibada ya sanamu, wakanitajia uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Ambapo mambo yanayofanana na hayo ilikuwa ni kama kutoheshimu wazazi wangu. Mambo ambayo yalikuwa yanafanana na hayo ilikuwa ni kama masturbation, punyeto. Mambo ambayo yalikuwa yanafanana na hayo ilikuwa ni dhambi nyingi sana. Na waliponionyesha haya maandiko, bado nilikataa, nilijipa haki mimi mwenyewe nikisema ya kwamba mimi nahisi kama nimeokoka, na nikawa bado naendelea kuwaonyesha maandiko nikiwaeleza kwamba mimi nimeamini ya kwamba nimeokoka. Lakini ukweli wa mambo ilikuwa sijaokoka, kwa sababu uokovu, njia ya wokovu huwa ni lazima mwanadamu atambue uovu wake na atubu kutoka kwa huo uovu, na aombe tu rehema kwa Mungu ili dhambi yake ioshwe. Mimi hii mikakati yote nilikuwa sijapitia, wala hata dhambi zangu nilikuwa sijafahamu, nilikuwa sijaona uzito wa hizi dhambi ambazo nimekuwa nikizitenda mbele za Mungu. Sijaona vile nimekuwa nikiuchukiza moyo wa Mungu. Nilikuwa bado sijaona, yani mimi nimefanya uovu mwingi mbele za Mungu, na hata sijutii wala inipi shida katika moyo wangu wala akili yangu, kwa sababu maisha yangu yalikuwa yanaendelea tu kama kawaida, lakini hizo dhambi alikuwa hazinipi shida wala hazinihuzunishi ndani ya moyo. Niliendelea hivyo, na bado nikawa naendelea kusikia neno, lakini licha kwa nilikuwa nasikia neno, moyo wangu ulikuwa moyo mgumu ambao ungeweza kupokea neno lolote. Nilikuwa nimeshikilia haki yangu ya kibinafsi ya kwamba mimi nahisi na naamini niko sawa, lakini ukweli wa mambo ilikuwa siwezi kushinda dhambi, sina nguvu ya kushinda dhambi. Na cha msingi zaidi, nilikuwa sijatubia hizi dhambi, maana sizijui. Licha kuwa nimezifanya, lakini haziko kwenye akili yangu wala haziko kwenye mawazo yangu.
Nikiendelea tu na hayo maisha, nakumbuka Mungu alianza kuleta ufahamu katika moyo wangu. Nikaanza kuangalia hizi dhambi kwa makini, na kwa huruma za Mungu nikatambua kwamba nimefanya makosa makubwa sana. Na dhambi zaidi ambayo ilikuwa inaniumiza moyo ilikuwa ni dhambi ya kuavya mimba, abortion. Hiyo ilikuwa inaniumiza moyo kiasi cha kwamba Mungu alikuwa ananiambia siku moja utakufa, utakuta mtoto anadai haki yake mbele yangu, na mimi nitampa haki yake ya kukuweka wewe jehanamu. Kusema la ukweli, ili liliniweka chini na likanivunja moyo, na likafanya moyo wangu ukawa na huzuni sana, ikawa na huzunika sana kwa ajili ya hii dhambi. Dhambi nyingine pia ambayo Mungu alizidi kunionyesha tu dhambi nyingi, na dhambi nyingine pia ambayo ilinihuzunisha kaniweka chini ni kutoheshimu wazazi wangu. Sikuwa na heshima kwa mama, nilikuwa na mdharau, nilikuwa najibiziana naye vile nataka. Nilikuwa siheshimu ile title ya mzazi. Sikuwa na heshimu hiyo title ya mzazi, nilikuwa naishi tu venye mimi nataka. Na hakika katika mambo hayo Mungu hakuniacha. Mungu alikuwa ananiadhibu vilivyo. Mungu alinihukumu vilivyo. Lakini nashukuru Mungu akiendelea kunionyesha sasa maovu yangu, kufungua moyo wangu ili nione maovu yangu na kufungua macho yangu. Nakumbuka siku moja nikiwa nasikiza mahubiri ya ndugu fulani, akawa anasema, wewe ambao unaua watoto kwa mipira ya kujamiana, utashangaa siku moja Mungu anakuonyesha watoto, na hao watoto wanadai haki yao mbele ya Mungu, na Mungu atatimiza hiyo haki kwa kukuweka jehanamu. Hakika moyo wangu ulirudi chini na moyo wangu ukavunjika. Nilikuwa na mipira ya kujamiana, box za condoms ndani ya nyumba nyingi. Hakika wapendwa, nilienda nikazichukua na nikaenda nikazitupa takatakani zote. Hiyo ilikuwa hatua moja katika maisha yangu ya kunipa toba kwa njia hiyo. Mungu alikuwa ananipa toba katika njia hiyo. Nilipozitupa ikawa siwezi fanya tendo la ndoa tena mahali hakuna ndoa, kwa sababu nilikuwa naogopa sana magonjwa. So ilibidi nijitenge. Lakini licha ya kwamba nilijitenga, kuna mbinu nyingine ambayo shetani aliendeleza ndani ya maisha yangu, ambayo ilikuwa ni masturbation. Katika kufanya masturbation, punyeto ilinipa amani sana, nikiamini ya kwamba hii haitanipa ugonjwa na hii itakuwa sijaua chochote, wacha niendelee na hii masturbation. Niliendelea na masturbation licha kuwa nilikuwa katika neno, licha kuwa nilikuwa najaribu katika toba ni muombe Mungu anipe nguvu, lakini kawa bado naendelea na masturbation. Niliendelea kukaa katika toba nikiamini ya kwamba niko sawa na Mungu. Maana yake najihesabia haki, naanza kusema nimeacha hii, siwezi toa mimba tena, siwezi ua tena, siwezi tumia mipira ya kujamiana tena, siwezi chukua mume wa mtu tena. Ikawa ninajipa haki katika hayo matunda ambayo yalikuwa yanatoka ndani yangu, na nikawa niko reluctant katika ile toba, kiwango cha kwamba nilikaa katika toba karibu miaka 2 na miezi 2. Niko tu katika hiyo toba, lakini ndani ya hii toba ilikuwa inazaa dhambi zingine. Nikiwa katika toba nilikuwa najiona mimi bora zaidi ya wenzangu, licha kuwa nilisahau kwamba mimi bado sijapata msamaha wa dhambi. Zile dhambi bado ziko pale pale mbele za Mungu, bado zimesimama mbele za Mungu, bado sijahesabiwa haki na Mungu, na bado sijasamehewa hizi dhambi. Nikawa najiona niko bora zaidi ya wenzangu. Hata katika injilisti najiona mimi niko bora zaidi ya wenzangu. Hata katika yoyote yule nitakayemsikia anasema huyu anashiriki tendo la ndoa mahali hakuna ndoa, ikawa najiona mimi niko bora zaidi yao. Na nikaendelea tu na hayo maisha ya kujiona niko bora zaidi yao, mpaka siku moja ndani ya ule ushirika ambao nilikuweko, Mungu alileta wapendwa wawili. Mmoja alikuwa tu ni Mkristo, yani amelelewa katika dini ya Ukristo, lakini alikuwa ibada hajawa Mkristo. Mungu alimuokoa pia, ambaye alikuwa katika dhambi nyingi sana chafu, na Mungu alimuokoa. Na mmoja pia akawa ni Muislamu vile vile, Mungu akamuokoa. Mungu akamleta katika ushirika mahali nilikuweko.
ikawa Mungu sasa anawatumia hao wawe kama mwalimu wangu. Licha kuwa mimi nimekaa katika neno siku nyingi, lakini bado kuna maovu ndani ya moyo wangu ambayo yanaendelea, maovu ambayo yanamzuia Mungu hata asinipe wokovu, kwa sababu Mungu hawezi peana wokovu mahali moyo haujashuka chini. Nilikuwa katika dhambi nyingi, hata kiburi. Basi Mungu aliendelea kutumia wale wapendwa katika kunionyesha njia za Mungu, na nikawa ninamuomba Mungu sana kweli anitoe katika hiyo hali, maana nimekaa katika hiyo toba miaka miwili, karibu na miezi miwili, na nikijihesabia haki. Na hiyo haki nilikuwa najihesabia baada ingeniingiza mbinguni, maana ningekufa bado Mungu angeniweka jehanamu. Nakumbuka siku moja kama tuko katika ushirika, Roho Mungu alipata kunizungumzia kwamba mimi ni muovu zaidi ya shetani, na sadaka zile ambazo nimekuwa nikitoa siku zote ni sadaka namtolea Ibilisi. Huo ulivunja moyo wangu kabisa, ukaniweka chini. Nikajua kweli mimi si chochote mbele za Mungu. Nikajua kama sadaka hizi zote nimekuwa nikitoa huo wakati wote ambao nilikuwa najisifu, hata katika uinjilisti Mungu alikuwa ananiambia haya yote umekuwa tu kimtolea Ibilisi, haya yote ni tambara bovu mbele yangu, hata yastahili. Moyo wangu lirudi chini, na ikawa namuomba tu Mungu anisaidie. Katika kumuomba Mungu anisaidie hizo siku nyingi, wale watumishi ambao pia walikuwa mbele yangu wakawa wananiambia tu tunakuombea. Lakini katika kuniambia tunakuombea, jambo hili sikulichukua kwa uzito, nilichukua kwa wepesi, maana moyo wangu ulikuwa na wepesi sana katika neno la Mungu. Moyo wangu haukuwa serious na neno la Mungu. Moyo wangu ulikuwa kwa wepesi sana. Nakumbuka siku moja kama nimealikwa katika kanisa fulani, nimeketi hivi, nikasikia tu sauti inaniambia, hawa watumishi ambao wamekuwa wakikuombea wana roho Mungu ndani yao, na wakimuomba Mungu kitu chochote, Mungu anaweza kujibu iko kitu. Na ikawa ni toba katika moyo wangu kwa njia nyingine, kwa sababu hapo mwanzo nilikuwa siwaheshimu. Hapo mwanzo nilikuwa naweza jibiziana nao vile nataka. Hapo mwanzo hata wakiniambia kwamba tunakuombea, ilikuwa siichukulii kwa uzito. Ilikuwa sichukulia maombi kwa thamani, ilikuwa sioni kama yana thamani. Lakini Mungu akinifungulia hili, inazidi kuregesha moyo wangu chini. Na kweli nikaona mimi ni mkosaji 100% na sistahili hata kusimama mbele za Mungu. Nilimuomba Mungu anisamehe katika wakati huu ambao alinifungulia jambo hilo. Nikamuomba Mungu anisamehe, na nakumbuka baada ya hiyo ibada nilifuata wale watumishi wa Mungu ambao tumekuwa tuko karibu, nikawaambia nashukuru, nikawaeleza kitu ambacho Mungu amenionyesha, na nikashukuru kwa ajili ya hayo maombi ambao wamekuwa wananiombea. Na nikazidi kuwahimiza kwamba naomba tu mzidi kuniombea, maana nina imani ya kwamba mkiomba, licha ya kuwa dhambi zangu ni nyekundu kama damu, Mungu ana uwezo wa kunisaidia tu kwa rehema zake. Niliendelea na hayo maisha nikiomba tu Mungu anisaidie, maana nilikuwa nahitaji tu Mungu anisaidie. Zaidi ya msaada wa Mungu hakuna chochote ambacho ningeweza kusema kwa Mungu. Nilitambua hata sistahili kumuomba Mungu chochote isipokuwa tu kumuomba Mungu rehema zake tu. Na jinsi nilivyokuwa nazidi kumuomba Mungu tu anihurumie, Mungu alizidi kunifungulia dhambi nyingi sana ndani ya moyo wangu, akanifungulia kiburi. Ikawa ananionyesha mimi nina kiburi sana, sikubaliani na neno lake, bado najiona mimi ni bora zaidi ya yule ambaye yuko nje. Mungu akazidi kunionyesha uwepesi wa moyo wangu katika neno lake. Mungu bado alizidi kunionyesha kwamba mimi simtafuti. Na licha kuwa nasema namtafuta Mungu, lakini nilikuwa simtafuti Mungu, maana ningekuwa namtafuta kweli ningekuwa nimempata. Ningekuwa nimetoa moyo wangu kweli kumtafuta, ningekuwa nimempata. Hizi ni baadhi ya dhambi ambazo Mungu alikuwa anazidi kunionyesha, na kuchukulia ushirika au mahali popote ambapo uwepo wa Mungu upo kama kawaida. Hizi ni dhambi ambazo Mungu alikuwa anaendelea kunionyesha katika moyo wangu, na hizi zilisababisha nikajiona kweli mimi ni mwana wa Ibilisi. Zilisababisha nikajiona kweli mimi ni
mbaya zaidi ya Ibilisi. Niliona yani kama Ibilisi watu wanasema ni mbaya, basi mimi ni zaidi yake. Nikajiona kweli mimi sistahili chochote mbele ya Mungu, lakini bado niliendelea tu kumuomba Mungu rehema zake anihurumie tu, na ikawa tu bado nazidi kuambia wale wapendwa wazidi kunieka katika maombi wakiniombea. Maana katika kumuomba Mungu rehema zake alikuwa ananionyesha thamani ya roho wa Mungu katika maisha ya watumishi, kitu ambacho nilikuwa nimekosa hii miaka yote, kuona roho wa Mungu katika haya maisha ya watumishi wa Mungu. Mungu bado alizidi kuninyenyekeza na hasira za Mungu bado zilizidi katika maisha yangu. Mungu hakuacha kuniadhibu, maana dhambi zangu bado zilikuwa zimesimama pale pale. Nakumbuka nikiendelea tu kuja katika ushirika na kumuomba tu Mungu rehema zake. Siku moja nilisoma kitabu story ya mtu mmoja ambaye anaitwa Kornelia katika Matendo ya Mitume 10. Nikasoma kwamba Kornelio alikuwa anamuomba Mungu na Mungu alimtuma malaika kwa Kornelio amwambie maombi yako yamejibiwa na sala zako na dua zako zime Wacha tuangalie Matendo ya Mitume vile malaika alivyomwambia Kornelio wakati Kornelio alikuwa akiomba. Hii story ya Kornelio ilinisongeza mahali tena katika maisha yangu, ilinisongeza mahali, na ikawa bado nazidi tu kumuomba Mungu na kunyenyekea mbele za Mungu, licha kwa nilitambua kwamba mimi ni muovu zaidi ya Ibilisi. Nakumbuka nikiangalia hiki kitabu cha Matendo ya Mitume 10 kuanzia mstari wa 2 kuanzia mstari wa 3, ambapo inasema Kornelio aliona katika maono waziwazi kama saa 9 ya mchana malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa sana. Akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Historia ya Kornelio ndio nilikuwa naiangalia kwa makini sana nilipokuwa bado naendelea kumtafuta Mungu na kuomba tu rehema zake na kumlilia yeye Mungu anihurumie. Nikawa najiuliza moyoni mwangu, Kornelio alikuwa anaomba nini mbele za Mungu? Licha kwa mimi naomba kila wakati, lakini huyu Kornelio anaomba nini? Nikiteremka chini kidogo nikapata kutambua kwamba malaika anamwambia Kornelio atume watu waende Yafa, waende wamlete Petro, na Petro anapokuja anakuja na injili ya Yesu Kristo. Basi nikaanza kuomba tu, nikamwambia Mungu nirehemu. Wokovu hauji kwa maombi Mungu, na kuja kwa neema kupitia imani. Lakini ulisikia sauti ya Kornelio, na mimi sijui Kornelio alikuwa anaomba nini, lakini Mungu umemjibu kwa kumwambia atume watu wamlete Petro. Inamaanisha Kornelio pengine alikuwa anaomba wokovu kwako Mungu. Mimi pia niko chini naomba tu nirehemu. Kawa naendelea tu kumuomba Mungu. Nakumbuka siku moja nikawaeleza watumishi kuhusiana na mtazamo wangu na vile moyo wangu ulivyoamini katika historia ya Kornelio katika Matendo ya Mitume. Wakaniuliza, unataka Mungu akujibu vipi? Maana kweli moyo wangu haukujua mimi pia nataka Mungu anijibu vipi, kwa sababu licha ya kuwa nilikuwa naomba, lakini Mungu alikuwa anatuma watumishi wake na neno lake waje wanihubirie. Mimi sikuona hiyo kama ile ya Kornelio. Sijui kama moyo wangu ulikuwa na mtazamo mwingine kando na huo wa Kornelio. Nakumbuka nilipoambiwa jambo hilo na wale watumishi, nilihisi kama Mungu anaanza kufungua moyo wangu kwa rehema zake. So ikawa nikija kwa ibada naja na matumaini, expectation ya kwamba Mungu tafadhali nihurumie. Mungu tafadhali nihurumie. Nakumbuka tukio katika ushirika, tulikuwa tunaangalia sermon moja ya story moja ya Daudi
na Jonathan na mtoto mmoja wa Jonathan. Story hiyo ilikuwa katika Samueli wa kwanza 18, ambapo tulikuwa tunaangalia story ya Daudi akiwa na Jonathan na mtoto wa Jonathan ambaye aliingia katika agano ambalo Daudi aliwekeana na baba yake ambaye ni Jonathan. Na Mungu alianza kunizungumzia kupitia hiyo sermon. Mungu alianza kunizungumzia katika ahadi ambayo Daudi anawekeana na mtoto wa Sauli ambaye ni Jonathan. Na katika agano hilo, licha kuwa mtoto wa Jonathan, ahadi hiyo na maagano haya yakifanyika alikuwa katika viuno, lakini alipozaliwa baadaye na baada babake kufa, mfalme anamuingiza katika agano hilo kwa sababu ya ahadi ambayo aliyekeana na baba yake. Mungu alianza kuzungumza na mimi kupitia neno hilo lake ambalo ni katika Samueli wa kwanza 18. Mungu baada akaendelea kuzungumza na mimi katika Samueli wa kwanza vile vile 20 mstari wa 14. Mungu baada aliendelea tu kuzungumza na moyo wangu pia katika Samueli hivyo hivyo wa kwanza 23:17. Mungu aliendelea tu kuzungumza na mimi, na baada ile sermon ikawa Mungu anaendelea kunivuta kwa nuru yake. Ikawa Mungu anaendelea tu kunivuta katika nuru yake. Ikiwa bado naendelea na kusikia hiyo sermon, nakumbuka yule mtumishi ambaye alikuwa Roho Mungu anamtumia akazungumza kuhusiana na Warumi 5 mstari wa 12. Katika hii Warumi 5 mstari wa 12, ndani ya siku zote ambayo nimekuwa nikifanya uinjilisti katika ubatili, kuna jambo ambalo Mungu alifungua macho yangu nikaliona ambalo likanishangaza sana. Warumi 5 mstari wa 12 na Warumi 5 mstari wa 19, ambapo Mungu alikuwa anasema katika Warumi 5 mstari wa 12, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Hiki kipindi cha nyuma haya maandiko nimeyaona sana, na hata katika kufanya injilisti katika njia ya kibatili nilikuwa nayasoma, lakini alikuwa hayana effect yoyote ndani ya moyo wangu. Lakini katika siku hiyo mimi nilizoea, nikisikia dhambi iliingia katika ulimwenguni, nilikuwa nafikiri ulimwengu ni Ulaya, ni Amerika, ni Tanzania, ni Uganda. Nilikuwa naona ulimwengu pengine ni Madagascar. Sikufahamu ya kwamba ulimwengu halisi ulikuwa ni moyo wangu. Dhambi iliingia katika moyo wangu, na kwa dhambi hii ndo haya matunda ya uavyaji mimba, ya usherati, ya uongo, ya uchoyo, ya uzinzi yalikuwa yanaonekana ndani yangu. Siku hiyo Mungu analiweka hili neno wazi ndani ya moyo wangu kwamba dhambi ilikuja, dhambi iliingia, dhambi kwa mtu mmoja ambaye ni Adamu imeingia ndani ya moyo wangu. Hilo likanipa mshtuko kidogo, na nikanipa mshtuko. Kawa najiuliza, muda wote kumbe ulimwengu umekuwa ni moyo wangu. Mara mingi soma haya maandiko naona dhambi ni naona ulimwengu ni pengine Dar es Salaam, pengine Uganda, pengine Tanzania, pengine Madagascar, pengine USA, pengine Amerika. Nilikuwa naona huo ndo ulimwengu, lakini sikuchukulia kwamba ulimwengu ni moyo wangu na dhambi iliingia ndani ya moyo wangu. Hilo lilininyenyekeza, na nikawa bado namuomba tu Mungu rehema nikiendelea kusikia maandiko. Nakumbuka tukiendelea na sermon, tukiendelea tu na sermon, mtumishi akasoma neno moja katika Yohana 1:29. Yohana 1:29
Nitasoma jinsi Roho Mungu alivyoiweka ndani ya moyo wangu. Yohana 1:29 inasema, siku ya pili yake alimuona Yesu anakuja kwake. Huyu ni Yohana, anamuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake. Yohana alimuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Aliposoma hivyo alipata mshtuko ndani ya moyo wangu. Nikasema, Kristo ameichukua dhambi ya moyo wangu. Mungu akanipa imani, nikaamini ya kwamba Kristo ndiye mwana kondoo. Vile vile wakati wa kitambo kondoo alikuwa anatolewa kwa ajili ya dhambi. Kondoo alikuwa ana dhambi zinawekwa juu yake, na kondoo alikuwa anachinjwa. Kondoo alikuwa anachukua dhambi ya wana wa Israeli. Leo Yesu Kristo ndio mwana kondoo na ameichukua dhambi ya ulimwengu, dhambi ya moyo wangu. Jambo hili lilinipatia furaha ndani ya moyo, likanipatia amani ndani ya moyo, na nikawa kama mfungwa ambaye amewekwa huru dhidi ya dhambi zangu, zile ambazo zimekuwa zikinisumbua, ambazo zimekuwa ni mzigo mzito ndani ya moyo wangu. Ili neno lilipoingia ndani ya moyo wangu, likanipa amani ya ghafla na likanipa furaha ya ghafla, na likafanya moyo wangu kabadilika kwa ghafla. Nikahisi kama mfungwa ambaye alikuwa amefungwa miaka yake yote gerezani, amewekwa huru bila hata sumni, bila hata shilingi. Nilipata pumziko katika ile andiko. Nilipata pumziko katika ile andiko. Nilikuwa kama mtu ambaye alikuwa anatafuta kitu kwa siku nyingi, na Mungu amempatia iko kitu kwa ghafla pap, na likanipa pumziko, likanipa amani, likafanya moyo wangu ukawa na amani, na likanipa imani ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana kondoo aliyotolewa kwa ajili ya dhambi zangu, na Mungu aliweka maovu yangu yote juu ya Yesu Kristo, na Yesu Kristo ndio mwana kondoo aliyechukua dhambi yangu. Ile andiko likanipa pumziko, likanipa amani, likanipa furaha, likanifungua. Nikaamini ya kwamba ile andiko kwa rehema za Mungu limenifungua kutoka utumwa wa dhambi. Nikahisi mimi kwa huruma za Mungu, na nikaamini ya kwamba nimewekwa huru kutokana na dhambi zangu zote. Nikaamini ya kwamba nimewekwa huru kutokana na dhambi zangu zote. Nikamshukuru Mungu, nikafurahi. Nikamwambia mtumishi ile alikuwa mbele yangu ananihubiria, mtumishi, mimi naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana kondoo aliyechukua dhambi yangu. Mimi ndio ulimwengu. Ulimwengu si Madagascar, ulimwengu si Kenya, ulimwengu si Tanzania, ulimwengu si Zanzibar, ulimwengu si USA. Ulimwengu ni moyo wangu, na Yesu Kristo ameichukua dhambi ya moyo wangu. Nikapata amani na nikamshukuru Mungu. Namshukuru Mungu maana matukio mengi tu yakatendeka ndani ya moyo wangu. Kuna watu nilikuwa nimewashikilia ndani ya moyo, nilikuwa siwasamei na sijawasamea, lakini niliwasamea, na ikawa niko katika mapatano mazuri na wao, ya kuongea na wao, ya kuwa na amani na wao. Nikawa niko na mapatano mazuri hata na ndugu zangu, hata dada yangu. Nikawa niko na amani ndani ya moyo, niko na mapatano na wale watu ambao walikuwa sielewani nao. Kaisi nimepata amani, nimepata upendo. Nikaamini ya kwamba Mungu amenipa imani kwa jina la Yesu Kristo kupitia Yohana 1:29.
na namshukuru Mungu, maana ikawa sasa nataka sana nisikie neno, na kukawa kuna upendo ndani ya moyo wangu. Nataka sana nifanye uinjilisti, na nikaamini ya kwamba kwa huruma za Mungu na uwezo wa Mungu niko na nguvu ya kushinda maovu ambayo alikuwa ananishinda huku nyuma. Nikawa pia kuna kitu ambacho Mungu amekiweka ndani ya moyo wangu, maombi. Nikawa ni maombi saa zote, ni maombi. Mungu ameweka maombi saa zote. So namshukuru Mungu kwa umbali ambao amenifikisha. Namshukuru Mungu kwa rehema zake. Namshukuru Mungu sana kwa mabadiliko ambayo ameyafanya ndani ya moyo wangu. Nikimalizia tu na ushuhuda wangu, kitu ambacho naweza kusema katika ushuhuda, wewe ambao uko nje na unajipa haki, uende kama unaenda kanisani na uko ndani ya kanisa, lakini unafanya mambo ambayo hayafai mbele za Mungu. Kwa sababu nakumbuka mimi niliavya mimba nikiwa ndani ya kanisa, sikuwa nje ya kanisa. Na si mimi peke yangu, kuna cases nyingi nimeziona za watu ambao wanaavya mimba na wako ndani ya kanisa, wanauza bangi na wako ndani ya kanisa, wanachukua mabwana za watu na wako ndani ya kanisa, wanatumia mipira ya kujamiana na wako ndani ya kanisa, wanatumia condom na wako ndani ya kanisa. Hao watu wanatumia family planning na wako ndani ya kanisa, wanasengenya na wako ndani ya kanisa. Hao watu wanaenda kwa waganga na wako ndani ya kanisa. Uovu mwingi nimeufanya hapa ndani, nimeufanya nikiwa ndani ya kanisa, si nje ya kanisa. Na nilikuwa najipa haki nikifa nitaingia mbinguni, lakini neno la Mungu liliweka usawa ndani ya moyo wangu. Likanieleza kwa Wagalatia 5:19, kama mimi nafanya tabia hizi siwezi nikaurithi ufalme wa Mungu. Mungu sio dhalimu, Mungu sio muongo. Na nilikuwa mara kwanza nakataa, lakini jinsi nilivyokuwa naendelea kusikia neno la Mungu, Mungu alizidi kulainisha moyo wangu, na nikawa nakubaliana na neno lake. Kweli mimi hizi ndo tabia zangu, na sitaurithi ufalme wa Mungu nikiwa na hizi tabia. Uenda kawe uko kanisani na unatembea tu katika machafu. Uko kanisani, hujaolewa, hujaoa, na unashiriki tendo la ndoa mahali hakuna ndoa. Huo ni uovu mkubwa, na Mungu anataka upate toba katika huo uovu na upate wokovu wa kibibilia. Huna wokovu. Maana Kristo anasema jinsi tujifunze kutoka kwake. Yesu Kristo anasema jifunzeni kutoka kwangu. Kama kweli mimi nimeokolewa kwa wokovu wa kibibilia, siwezi nikafanya tendo la ndoa mahali hakuna ndoa. Siwezi nikaavya mimba sahi au kushauri mtu akaavye mimba. Siwezi nikauzania darati, bangi. Siwezi nikanywa pombe. Siwezi nikaenda kwa nyumba za waganga. Na nikijikuta bado niko kwa hizi tabia za masengenyo, za chuki, za wivu, za hasira, za fitina, nijue wazi nisiwahi danganya moyo wangu. Yeremia 17, nitasoma kitabu cha Yeremia 17 jinsi Mungu anavyosema. Ya moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. Moyo wa mwanadamu unaweza kuwa mdanganyifu sana. Moyo wako unaweza kukuambia uko sawa na Mungu. Moyo wako unaweza kudanganya uko sawa na Mungu. Kuna kitu katika kumtafuta Mungu, Mungu alinifundisha. Yanaweza kumuomba Mungu chochote akanipa, anipi kwa sababu niko sawa na yeye. Ananipa kwa sababu nature ya Mungu ni goodness. Mungu ni mwema tu kila wakati. Mungu ni mwadilifu. Nature ya Mungu ni goodness. So ndo maana hata nikiomba kitu licha kuwa niko katika maovu, akinipa haimaanisha kwamba niko njia sawa na yeye. Atanipa ndio, lakini nikifa ataniingiza tu jehanamu. Kwa nini? Kwa sababu naishi maisha machafu. Yeremia 17 mstari wake ni wa 9, Mungu anasema moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Ya moyo wako na wangu unaweza kuwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Moyo wako unaweza kudanganya uko sawa kwa sababu waenda kanisani, kwa sababu watoa sadaka, kwa sababu una mapatano mazuri na watu. Moyo wako unaweza kudanganya kwa sababu wewe ni asha kanisani, kwa sababu una cheo kanisani. Moyo ukakudanganya uko sawa kabisa. Lakini kipimo cha sawa cha moyo wako na moyo wangu ni neno la Mungu. Yeremia 17 mstari wa 9
Nasema moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu sana na una ugonjwa wa kufisha. Hizi siku zote Mungu akinitafuta, nilikuwa na moyo wangu unajidanganya. Mimi mwenyewe najidanganya niko sawa na Mungu. Najidanganya nimebatizwa, najidanganya kuna promises za Mungu nimezishika. Amenisamea sasa hata milele. Najidanganya katika hizo promises. Lakini matunda ambayo yalikuwa yanatoka ndani yangu, Yesu akasema, you shall know them by their fruits. Matunda ambayo yalikuwa yanatoka ndani yangu si matunda ya mtu ambaye amempokea Kristo. Si matunda ya mtu ambaye Kristo amejifunua kwake. Yalikuwa ni matunda ya mwana wa jehanamu. Hiyo ilikuwa inaonyesha wazi Kristo hajaumbika ndani ya moyo wangu, hajaumbwa ndani ya moyo wangu. Na kulikuwa na uwezekano mkubwa sana naingia jehanamu. Matunda yangu yalikuwa si matunda mazuri. Licha ya kuwa confession yangu ilikuwa confession nzuri, lakini matunda yangu yalikuwa yafai mbele za Mungu. Jiangalie tu, ujichunguze. Jiangalie, ujichunguze. Kipimo cha sawa cha moyo wa mwanadamu ni neno la Mungu. Neno la Mungu ndio kipimo cha sawa cha moyo wako. Mtegemee tu Mungu na umwamini Mungu. Kipimo cha sawa cha moyo wako siku zote ni neno la Mungu. Kipimo cha sawa si cha moyo wako. Usijipime na moyo wako. Moyo wako ni mdanganyifu. Usijipime leo nimeomba masaa 6 niko sawa na Mungu. Jipime na neno la Mungu. Muda wote nimekuwa nikidanganya moyo wangu na ni jehanamu nilikuwa naenda. Huo ndio ushuhuda wangu, na nina imani mtu yote ambaye yuko ndani ya kanisa na anaishi katika matendo machafu. Maana ndani ya kanisa ndo kuna masturbation, ndani ya kanisa ndo kuna abortions, ndani ya kanisa ndo kuna watu kuchukua mabwana za watu na mabibi za watu. Ndani ya kanisa ndo kuna tendo la ndoa mahali hakuna ndoa. Usiwahi jidanganya, ukifa utaingia paradiso na hizo tabia. Mungu anataka toba. Utambue dhambi zako na ugeuke kutoka kwa hizo dhambi, uachane nazo. Kwa hayo machache, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.